cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi, zinazofanywa na chama, big up CCM. Zinazofanywa na chama, big up CCM. Zinazofanywa na chama, big up CCM. Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Temeke, mwenyekiti wetu na mwenyeji wetu wa umoja wa vijana wilaya ya Temeke, natambua uwepo mwenyekiti wetu wa mkoa wa vijana, katibu wake na katibu wa umoja wa vijana wilaya ya Temeke, natambua udhuru waheshimiwa wabunge waliokuwepo nasi, lakini pia natambua uwepo wa mstahiki meya, viongozi mbalimbali, walimu wangu kwenye siasa, kaka zangu kwenye siasa, lakini pia kipekee nichukue nafasi hii kukushukuruni na kuwapongeza sana umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa kongamano hili. Nimeambiwa kongamano hili limeanza asubuhi na bila shaka sasa hivi ni muda wa jioni. Nisingependa kusema maneno mengi, ningependa kusema kwa ufupi ili tukapata nafasi ya kujiandaa na shughuli nyingine za maisha yetu. Lakini la kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima, afya, lakini pia kuweza kutujalia kufika hapa kwenye shughuli hii ikiwa na ari, hamasa na furaha kubwa, kuja kuonyesha kwa kiasi gani tunaguswa na kufurahia mafanikio ya mwenyekiti wetu, rais wetu na kiongozi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Pongezi hizi za uhai wa chama chetu ndiyo pongezi za uhai wa taifa letu. Kadri chama chetu kinapokuwa hai, ndivyo hivyo taifa la Tanzania linazidi kubaki taifa hai. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kukupongezeni kwa dhati sana viongozi wa jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam na wilaya hii ya Temeke kwa uhai mkubwa katika kujenga na kuimarisha chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Na nawapongeza kwa mengi, lakini moja la msingi ni kwa kiasi gani jumuiya yetu ya umoja wa vijana kama zilivyo jumuiya nyingine za chama chetu mmekuwa mstari wa mbele katika kupokea, kutekeleza na kwenda kuyafanya kwa vitendo maelekezo na miongozo inayotolewa na chama chetu. Hongereni sana. Kwa kuwa leo kongamano letu lililenga kuipongeza serikali, nichukue nafasi hii kumpongeza kwa dhati mkuu wetu wa wilaya na watendaji wake chini ya mkurugenzi na afisa aliyekuja kuwasilisha taarifa ya utekelezaji nzuri wa ilani ya uchaguzi wa wilaya. Ameyaeleza mengi na sote tulioishi Temeke ni mashuhuda wa kuona kwa kiasi gani jitihada za serikali yetu katika kupeleka mbele maendeleo kwa ajili ya watu wetu. Amesema Semadeni kama shuhuda kwa kiasi gani serikali ya CCM imesukuma mbele gurudumu la maendeleo katika upatikanaji wa huduma za kijamii, iwe maji, iwe elimu, iwe afya, iwe miundombinu, iwe ustawi wa jamii. Katika maeneo yote hayo, chama na serikali yetu tumepiga hatua kubwa sana katika kupeleka mbele maendeleo kwa faida yetu. Kwa hiyo mimi raia niwaombe umoja wa vijana
wa uchaguzi. Mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni taifa huru, ni taifa linaloamini katika misingi ya demokrasia, na hakuna njia nyingine ya kupata madaraka ya kuongoza nchi kwa mfumo wa nchi yetu zaidi ya kwenda kwenye uchaguzi. Ukisoma ibara ya 8 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya mwaka 1977 inaeleza wazi kwamba madaraka ya kuongoza nchi yanatokana na wenye nchi. Tunaposema wenye nchi, maana yake ni wananchi. Kwa tafsiri hiyo, ili chama chetu kiweze kutekeleza matakwa ya ibara ya 5 ya katiba CCM, ibara ndogo ya 1 inayoelekeza jambo la ushindi, ni wajibu wetu sasa kurudi kwenda kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2025. Nataka kutumia nafasi hii kuwaasa na kuwakumbusha wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba tusipoteze muda wetu, tusipoteze nguvu yetu kuhangaika na porojo linalopigwa na watatu wetu. Wenzetu wanahangaika na kusambaza kasumba za kutokuwepo uchaguzi mpaka kufanyike mabadiliko. Tusipoteze muda huo. Muda wetu sisi ni wa kukaa, kuwahamasisha watu, kuwaandaa watu, kusubiri tarehe ya tume itangazwe, twende tukapige kura. Utaratibu wa nchi yetu, serikali ndio iliyokuwa dhamana ya kulilinda taifa letu na kutuongoza wananchi wake, na serikali ndio ina chombo kinaitwa Tume ya Uchaguzi, ndio iliyokuwa dhamana na jukumu la kuendesha uchaguzi kwenye taifa letu. Tume ya Uchaguzi, sote ni mashahidi, tokea iliyokuwa dhamana hiyo kwenye mwaka huu wa 2025 tumeona jitihada zao, na jambo la uchaguzi sio jambo la siku moja. Jambo la uchaguzi ni jambo la mchakato. Tumeona kazi wanazofanya Tume ya Uchaguzi. Wameanza kuboresha daftari, tumeboresha mara 3, wanakwenda kukamilisha mara ya 4, kwenda kuboresha kwenye magereza, wanaendelea na utaratibu wa kutoa elimu ya wapiga kura. Juzi tumeshuhudia wameongeza majimbo mengine 8, sote tumeshuhudia wameongeza namba ya kata. Maana yake hii ni ishara ya wazi kwamba Tume ya Uchaguzi imejipanga kwa ajili ya uchaguzi. Kwa hiyo sisi wana CCM tusipoteze muda wetu kubishana kwamba uchaguzi huo haupo. Sisi tunasubiri tarehe itangazwe, twende tukapige kura. Nachowaomba, tukirudi majumbani, twende tukahamasisha watu wetu wenye vitambulisho vya kupiga kura wavitunze mahali nzuri. Tusubiri tarehe ya tume itangazwe, utaratibu na maelekezo, ili twende tukapiga kura. Juzi kama tumefuatilia bajeti kuu ya serikali imeelekeza, imetenga jumla ya shilingi bilioni 380 kwa ajili ya zoezi la kupiga kura. Maana yake uchaguzi upo, kura tutapiga na twende kujiandaa kukichagua Chama cha Mapinduzi kiendelee kushika dola faida. Ninachokiomba kwenu mwaka huu wa uchaguzi, ninalotaka kukiomba kwenu, nataka nitume salamu kwamba kwenye chama chetu tutakuwa na mfumo wa uchaguzi. Tumerejesha utaratibu wa kupata wagombea safi wenye sifa na uwezo, wenye kiu na utayari kwenda kupambana na changamoto na watu kutaka kuongoza. Kwa mabadiliko tuliyofanya kwenye katiba yetu ya kuongeza wapiga kura kwenye kura za maoni, hatukuwa na lengo la kumkomoa mtu. Tulikuwa tuna azma na lengo la kuongeza watu wa
viongozi wa vikao kupata nafasi ya kuchuja kwa kila mwenzetu anayeomba nafasi kwenye vyombo vya dola. Tutaomba watu 100 yatarudi majina matatu kwa ajili ya kura za maoni. Nachokusudia kusema, kama kuna mgombea alikuwa amejiandaa, awe na kikapu, awe na begi, awe na gunia la fedha, fedha hizo hazina nafasi za kununua uongozi ndani ya chama. Tutakuonyesheni viongozi wenye sifa, uwezo na ari ya kuja kukipigania chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Chama hiki wenyewe ni wanyonge, wafanya kazi, wakulima, wavuvi na wengineo. Hakitodiriki chama chetu kuwa chama cha tabaka la matajiri, wala hakitodiriki chama chetu kuwa chama tabaka cha watu madogo. Chama hiki ni chama cha wote. Awe tajiri ana nafasi kwenye CCM, awe masikini ana nafasi kwenye CCM. Viongozi tutakaowaleta kwenu, tunawahakikishia tutakuleteeni viongozi wa sasa wenye sifa, wenye uwezo na utayari wa kwenda kuwatumikia watu. Na wala msiogope, kila mtu mwenye sifa na uwezo wa kuchukua fomu achukue fomu na chama kitamtendea haki. Hakuna mtu atakayebezwa kwa jinsia, hakuna mtu atakayebezwa kwa kipato chake, wala hakuna mtu atakayebezwa kwa rangi yake. Lakini ndivyo hivyo, hakuna mtu atabebwa kwa kipato chake, hakuna mtu atabebwa kwa familia yake, wala hakuna mtu atabebwa kwa upendeleo wake. Tunachowahakikishia na tunachowaomba ni kuomba mwenyekiti wetu wa CCM wa wilaya zifikishe salamu kwa mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa kwamba kuna watu wanagombea udiwani. Mamlaka ya mwisho ya kurejesha watu watakaogombea yalikuwa yake kwenye halmashauri kuu ya mkoa, lakini Chama cha Mapinduzi kwa kupitia maagizo ya kamati kuu imeikasimisha sekretari ya CCM taifa kufanya uamuzi wa mwisho ili kuhakikisha haki na kitendo. Tusingependa kuona mwenyekiti yoyote wa CCM wa mkoa unapita kwenye sekretari kuja kuhoji na kumbagaza kwa sababu ya kuwanyanyasa watu wanaogombea. Mategemeo yetu, kila mwenyekiti wa mkoa anafahamu dhamira, lengo na kusudio la chama chetu. Tunahitaji kuwa na viongozi waliojitoa, wanaopambana, wenye dhamira na wenye nia ya kupigania chama hiki, ya kupigania taifa letu na kupigania jamii ya watu wa Tanzania. Kwa hiyo hatuna hofu wala hatuna wasiwasi. Halmashauri kuu za mkoa mkifanya mambo kwa upendeleo, tutawaita viongozi wenu na tutawasuluhu kwa utoto ama ujinga ama dharau ama ulewa. Lengo letu tunachohitaji kikao cha halmashauri kuu ama kikao cha kamati ya siasa kitakachopendekeza kwa halmashauri kuu kihakikishe kwamba kinapendekeza watu wenye sifa, haiba na uwezo wa kwenda kupeperusha bendera ya chama. Haikuwa jambo la haki kwamba tunapeperusha, tunampa mtu dhamana ya kwenda kuwa mbunge, tunampa mtu dhamana ya kwenda kuwa diwani, hata chama chenyewe hakijui. Asije mtu akatoa kikapu chake cha fedha
wapate salama kwamba chama chetu kimedhamiria kutafuta viongozi wenye sifa na uwezo wa kwenda kupigania nafasi za uongozi. Kuna wanachama zaidi ya milioni 12. Nafasi za ubunge ziko nafasi 272. Nafasi za udiwani ziko 430 kwenye kata na majimbo. Hii maana yake nafasi moja ya ubunge ina watu zaidi ya 42. Hatuwezi kukosa mtu mwenye sifa kati ya 42 ili kuacha watu wenye sifa tukachukue mtu kwa ajili kwenda kufundisha. Lazima wabunge wetu wawe watu wanaofanana na chama chetu. Hatuwezi kuchukua mgeni aje atuongoze kwenye chama chetu. Hatuwezi kuchukua mgeni aje awe kiongozi ndani ya chama chetu. Hatukatai viongozi kuwa mgeni, lakini nafasi na kuwatumikia watu tunao makada ambao wamehenyea, wametumika, wametumiwa, wanaonekana na wanafika pamoja. Huu ndio wakati wao. Wakachukue fomu, tuwapime, tuwape nafasi, wanachama waamue, na wanachama wakiamua kama wamewapa imani, tutawapa nafasi ya kupeperusha bendera ya chama chetu. Lakini haitowezekana kuona kwamba kuna mtu ametenga fedha zake na yeye anaamini kwamba CCM hii ataingia. Asipoteze muda. Ile fedha tunayo wizara nzima ya uwekezaji na tumempa waziri Profesa Kitila Mkumbo aende akazungumze na Kitila Mkumbo amuelekeze namna ya kuwekeza. Atakuwa miongozo wa KIC, ataweka fedha zake, atafanya biashara, atapata faida, ataendeleza familia yake. Jambo la uongozi linahitaji mtu mwenye moyo, utayari na ujasiri wa kuwatumikia watu. Watu hao kwenye CCM wapo wengi na wanatosha. Kwa unachotaka kumalizia, nataka niwahakikishie kwamba chama chetu mwaka huu wa uchaguzi tutahakikisha kwamba hakuna mtu atakatwa kwa sababu ya chuki. Hakuna mtu atakatwa kwa sababu ya chuki. Hakuna. Na tunachotaka, kama kuna mwanachama wa CCM amejaza fomu na mnajua kama mapungufu, muiteni kwenye kikao, muulize, muhoji, mwingine alafu mfanye haki kwa
endeleeni kujenga imani na serikali yenu, endeleeni kujenga imani na rais wetu. Kwenye taifa letu tuna vyama 19, vyama 18 vimejiandaa kwa ajili ya uchaguzi, na sisi Chama cha Mapinduzi tunayo maelekezo ya katiba yetu, ibara ya 5 ibara ndogo ya kwanza inasema wazi, utakapofika wakati wa uchaguzi ni jukumu la Chama cha Mapinduzi kwenda kushinda uchaguzi huo. Hatuwezi kwenda kushinda uchaguzi huo kama hatuko wamoja, wenye kupendana, wenye kushikamana. Kwa hiyo wito wangu kwenu, tuendelee kushikamana, tuendelee kushikana mkono, tuendeleze upendo, umoja na mshikamano huu. Kwa tunachomalizia kusema kwamba sisi wanachama sisi kwa mtaji wa wanachama wetu milioni 13, turudi tukahakikisha kwenye wilaya ya Temeke tunao wapiga kura zaidi ya milioni 1.2. Tukahakikisha wanachama hao wanakwenda kujiandaa kusubiria wakati wa kupiga kura, na wakati wa kura ukifika tuhakikishe wanakwenda kupiga kura na kuchagua chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Mwisho kabisa, nichukue nafasi hii kuwatakia kila la heri na nawatakia kila mafanikio, na mwishowe nitamke kwamba kongamano hili na kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6 na mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi, tumelifunga rasmi. Asante sana.